Habari za muda huu mabibi na mabwana, ungana nami kupata utabiri wa nyota siku ya leo ya Jumapili ya tarehe 4 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Kwa ambaye hajapata utabiri wa mwaka 2026, ingia YouTube, andika utabiri wa mwaka 2026, utaona sehemu ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya 4. Na kwa ambaye anataka utabiri wa haraka zaidi, anaweza kalipia shilingi 1000, then unatumia SMS ndani ya mwezi mzima kwa njia ya WhatsApp au message za kawaida. Tukianza na utabiri wa nyota ya kondoo au punda, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Machi mpaka tarehe 19 Aprili. Hii ni siku mbaya ya kuomba ruhusa au idhini kutoka kwa mtu mwenye mamlaka, mzazi, bosi, msimamizi au polisi. Ni ngumu kupata ruhusa. Upande wa pesa upo down leo. Tukiendelea na upande wa nyota ya ng'ombe, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Aprili mpaka tarehe 20 Mei. Leo mazungumzo na wengine yatakuwa kama meli mbili zinazopita usiku. Usitegemee mengi, hasa ikiwa unashughulika na masuala ya usafiri au uchapishaji. Vivyo hivyo kwa masuala ya kisheria au matibabu. Hii ni siku yenye nguvu kidogo. Mawazo fulani ambayo sio ya kawaida yatakuja leo. Tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Mei mpaka tarehe 20 Juni. Ingawa unaweza kuwa na hamu ya kujadili masuala ya kifedha, hii ni siku ya kufanya hivyo. Kila mtu anaendelea bila kitu. Mawasiliano hayapo sawa kidogo na hana nia yoyote ya kukaa sawa. Pumzika kiasili ili uweke afya ya akili sawa na vile mawazo chanya kuja. Tukiendelea na upande wa nyota ya Kaa, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Juni mpaka tarehe 22 Julai. Watu wamechoka leo na hawavutiwi sana na kitu kingine chochote isipokuwa chakula. Hilo ni jambo la kawaida kwa sababu mwezi uko kwenye ishara yako, kumaanisha kuwa mambo yanaweza kwenda kama unavyotaka. Hautavuka kwenda pengine kwa nguvu zako mwenyewe leo. Tukiendelea na upande wa nyota ya Simba, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Julai mpaka tarehe 22 Agosti. Hii ni siku ya uvivu kazini. Ni vigumu kwa watu kuzingatia. Unaweza kuwa unajishughulisha na yaliyopita. Unaweza kujikuta unajali mambo madogo madogo kuliko mambo yanakusumbua. Usijilaumu, kila mtu anahisi hivi leo. Tukiendelea na upande wa nyota ya Vigo, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Agosti mpaka tarehe 22 Septemba. Hii ni siku ngumu kwa wazazi kwa sababu unahisi kutekeleza majukumu nusu na kushughulika na watoto kunahitaji nguvu na umakini. Bahati nzuri, hii pia ni siku ya kawaida ya kutoelewana na kukatishwa tamaa katika mapenzi. Watu hawapendi wamevurugwa. Unatania au umevurugwa. Tukiendelea na upande wa nyota ya Mizani, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Septemba mpaka tarehe 22 Oktoba. Hii ni siku mbaya kwa majadiliano muhimu ya kifamilia. Ingawa hivyo ndivyo haswa vinavyoweza kutokea leo. Ikiwa ndivyo, muda wako unaweza kuwa bora zaidi. Pumzika nyumbani na uhairishe maamuzi muhimu kwa siku nyingine. Pumzika na upunguze muda wa kila kitu. Tukiendelea na upande wa nyota ya Scorpio, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Oktoba mpaka tarehe 21 Novemba. Inashangaza kwa sababu hisia za dunia leo zinakufanya utake kuzungumza na mtu. Una mawazo unataka kushiriki pamoja na unataka kusikia uvumi au habari mpya kuhusu mji. Hata hivyo, unaweza kuwa umechoka sana kutoka nje. Huwezi kusogea, ni aina hiyo ya siku. Tukiendelea na upande wa nyota ya Mshale, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Novemba mpaka tarehe 21 Disemba. Masuala ya kifedha yatahitaji umakini wako leo, iwe ni kuhusu mapato au mali zako au kitu kinachohusiana na rasilimali za pamoja za mtu mwingine. Hata hivyo, nguvu zako za mwili ni ndogo na nguvu zako za kiakili ni ndogo. Shughulikia kadri wezavyo, kila kitu kinaonekana kuwa na shida nyingi. Tukiendelea na upande wa nyota ya Capricorn, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Disemba mpaka tarehe 19 Januari. Watu wengi wamechoka kwa sababu wana nguvu kidogo leo na hawawezi kukusanya shauku ya kutosha kuweka juhudi. Sote tumekuwepo, sote tumekuwa na siku kama hizi. Naam, hii ni siku nyingine kwa sababu mwezi uko kinyume na ishara yako. Lazima ukubaliane. Tukiendelea na upande wa nyota ya Ndoo, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Januari mpaka tarehe 18 Februari. Jihadhari leo, watu wanatenda chini ya ushawishi wa asili wa mwanadamu. Kwa kweli, hii si kweli kabisa. Asili ya mwanadamu inaweza kuwa na bidii, msukumo na shauku.
wakati mwingi. Lakini leo ni mojawapo ya nyakati hizo. Leo itakuwa vigumu kuamka kitandani, pumzika. Tukiendelea na upande wa nyota ya samaki, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 19 Februari mpaka tarehe 20 Machi. Mnaweza kufurahia wakati wa kupumzika na rafiki, ikiwa kila mmoja wenu anaweza kukaa kwa raha na kututarajia mengi kutoka kwa kila mmoja. Ukweli ni kwamba mnahisi kama mtashirikiana, lakini ni shida sana. Ni bora kuona watu wakiwa wachangamfu leo, sio kawaida. Tunaendelea kuangalia muda mzuri wa bahati katika upande wa kila nyota. Kama kawaida tunazungusha gurudumu letu, na tukianza na upande wa nyota ya kondoo au punda. Muda wao ni saa 10:25 hadi saa 1:45. Taurus saa 10:15 mpaka saa 2:45. Gemini saa 11:35 hadi saa 1:45. Kaa saa 12:10 mpaka saa 3:15. Simba saa 12:25 hadi saa 3:35. Vigo saa 12:15 mpaka saa 4:45. Libra saa 11:45 mpaka saa 2:35. Scorpio saa 10:30 mpaka saa 2:40. Sagittarius saa 9:15 mpaka saa 1:45. Capricorn saa 9:35 hadi saa 1:30. Ndoo saa 8:35 mpaka saa 2:35. Tukimalizia na nyota ya samaki saa 11:20 hadi saa 1:55. Tunaendelea na utabiri wa watoto chini ya miaka 12 na ambao wamezaliwa leo, na ushauri mzuri kwa mama mwenye mtoto na ambaye hajafanikiwa kupata mtoto. Tukianza na upande wa nyota ya Aries, mtoto chini ya miaka 12, sifa zake zitaenda masafa. Taurus atakuwa ni mtu wa kuhoji sana. Gemini atakuwa na kauli mbili. Cancer elimu yake itapanda. Simba uchangamfu wake utaongezeka. Vigo ujali kwake kutaonekana. Libra uelewa wake utakuwa juu leo. Scorpio jambo ambalo lipo moyoni mwake litadhihiri. Sagittarius atafurahia safari na wazazi wake. Capricorn atafanikiwa kupata nafasi kwa wenzake. Aquarius atakuwa mtu wa mipango iliyojaa shinikizo. Tukimalizia na upande wa nyota samaki, mawazo yake yatakuwa hasi na wengine. Tunaendelea kuangalia watoto ambao wamezaliwa siku ya leo. Watakuwa wanasayansi wa tiba, wanatiba, watu wa tiba, wanasiasa na waandishi, kwa sababu siku kama leo alizaliwa Isaac Newton ambaye ni mwanasayansi maarufu duniani kutoka Uingereza. Vilevile alizaliwa mshindi wa tuzo ya Nobel ya fasihi mwaka 2000 ambaye ni Zhao Chengjian, na vile vile alizaliwa mshindi wa tuzo ya Nobel ya fizikia mwaka 1975 ambaye ni Brian Josephson, na vile vile alizaliwa mshindi wa tuzo ya Nobel ya kemia mwaka 2005 ambaye anaitwa Richard Schrock, na vile vile alizaliwa Binili Satano Mahenge ambaye ni mwanasiasa wa Tanzania, na vile vile alizaliwa Maybrit Moza mshindi wa tuzo ya Nobel ya tiba mwaka 2014, na vile vile alizaliwa Greg Sibes mwigizaji wa filamu kutoka Marekani. Pia tunatakia heri ya kuzaliwa wote walizaliwa siku kama ya leo. Ushauri kwa mama: epuka migogoro na mwenzako wa kifamilia ili kuboresha maisha ya mwanao. Na vile vile ujumbe kwa ambao walikuwa hawajapata watoto: tegemea kila kitu kitakuja kwa wakati sahihi. Subira ni nguzo muhimu ya mafanikio. Ulikuwa nami na bye bye.